Mheshimiwa Mwenyekiti, kikao kilichopita tulipokea maelekezo ya kutakiwa kurudisha huduma ya maji kwenye viwanja vya 88, lakini itakumbukwa pia tulileta gharama za urudishaji wa huduma hiyo ambazo meza yako ilikuwa imekiri kupeleka maombi haya kwa wizara husika. Lakini hata hivyo kilichofanyika ni kwamba tuliamua kwa kuwa kuna taasisi ambazo zipo kule zinatumia bado huduma ya maji, kwa maana BOT wapo pale, JKT wapo pale, magereza wako pale, TANAPA, tuliamua kuchukua sasa maji yanayotoka kwenye zile taasisi angalau kuwafikishia baadhi ya watu au baadhi ya wahitaji ambao walikuwa wameshaleta maombi yao. Mpaka sasa tumepokea maombi ya watu 46 ambao wameomba kurejeshewa huduma. Tumewapa control number na wameshapata message zao, lakini pia tumeamua kuwapelekea invoice ili kusudi kiwezekana waweze kulipia na sisi tuweze kurejeshea huduma ya maji katika huduma ya maji ya maeneo ambayo wao watakuwa wanayahitaji. Lakini wapo watu wengine ambao hawajalipa kabisa na hawajaonyesha interest. Hao tunategemea kwamba pengine watakapokuwa wanahitaji watakuja tuweze kuwapatia na wao huduma ya maji. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, taasisi hizi ambazo nimezitaja au taasisi hizi ambazo zinaomba huduma ya maji, wengi wana madeni ya maji ya 88 iliyopita na tunadai zaidi ya milioni 23. Kitu ambacho tunadhani pengine kama ungeweza kusaidia hata kulipa hayo madeni, tungeweza kurahisisha huduma hii kapatikana kirahisi zaidi tuliyoiomba kupitia ofisi yako. Lakini jambo lingine ambalo nitamani lifahamike na meza yako ni kwamba tutawapa huduma ya maji, lakini wale watakao kuwa pia wamelipa huduma ya maji iliyokuwa unaitumia kwa 88 iliyopita. Kwamba mtu unakuwa unadaiwa shilingi 500, tutakuomba ulipe 500 alafu tukupe huduma ya maji ili uendelee kutumia huduma ya maji kwenye eneo ambalo wewe unataka tukufikishie huduma ya maji. Hao wanatuletea taratibu zao kwamba ili upate maji lazima ulipie. Kikao kimetaka mkarejeshe huduma ya maji. Nafikiri jibu lilipaswa kuwa tumekwisharejesha huduma ya maji, ila watu hawa na hawa tunawadai deni la nyuma. Kwa sababu hapa tunatengenezeana utaratibu, sisi wote ni viongozi hapa. Leo tukitaka kupeleka umeme kwenye shule fulani inajengwa, tunamwelekeza TANESCO peleka umeme, anapeleka. Lakini hii imekuwa ni shida kwenu ninyi wote watu wa maji all over the country. Kikao hiki kimekupeni maelekezo, na mwaka huu ilikuwa tusifanye 88, lakini maelekezo kutoka juu yametutaka tufanye 88. Tunaelekezana, wenzetu mnaohusika na huduma maji nendeni mkafanye 1 2 3. Sasa ninyi mnaleta objections, sawa? Kwamba wana hapa sisi tunadai shilingi 500, tutakupa maji pale utakapokuwa umelipa 500. I think mnakuwa mnaikosea kiti, sawa? Twende tukarejeshe huduma ya maji. Ndio jibu la msingi, tumerejesha huduma ya maji kwa watu hao na hawa. Kwa sababu hata unachotueleza kwamba JKT wapo, BOT wapo, wala hawakuwa wamekatiwa maji, wala wanaendelea kutumia service ambayo walikuwa nayo. Sawa brother? Kwa hiyo mimi nikuombe wakili msomi, tutendee haki tunaotoka huko Sumbawanga tunakuja hapa kujadili mambo haya. Watu wamerejeshewa maji ambao walikuwa wadaiwi na wangapi wanadaiwa, ili sasa tuwaelekeze wakalipa. Kwa sababu azimio lilitaka maji yarejeshwe. Kwa hiyo yeye atuonyeshe tu orodha ya wangapi wamerejeshewa, tuweke hapa sehemu ya wadai wasiokuwa na maji walikuwa wamekatiwa huduma wamerejeshewa, na hawa wanadaiwa ili waweze kurejeshewa walipo. Wale walikuwa makatibu tawala wa mazoezi walifanya vizuri, watafutiwe nafasi. Na huyu wakili msomi Mbeya UWASA wa mazoezi naye atafutiwe nafasi. Hapo vipi? Sasa mimi kama mwenyekiti wa naona kuna upande fulani wa mazoezi unataka ufanikiwe, alafu jamaa yangu haribikiwe. Taratibu za kutetea na minority. Huyu katueleza vizuri ligi yake inafanana, usi. Sasa sisi tuko wengi, tunataka hizi taasisi za maji katika miji yetu na mikoa, tukizipuuza na tukiziamrisha zitashindwa kutenda kazi vizuri na hatimaye zitakufa. Nazungumza ukweli au uongo? Hata mimi ninachosema
wa mazoezi tupige kushoto na kulia, au sio? Hao wanaodaiwa nani? Wadaiwa wako hapa. Mimi tuhangaike sana kujadili kuomba majina yetu yarejeshiwe, wakati walio rejeshiwa sasa hatuna kazi nao. Kwenye shida leo ambao hawana mali wako hapa. Na mamlaka pia. Pengine azimio moja wapo ni kwamba kila ambaye hana mali kwa sababu amekatiwa taarifa akafanya makubaliano na tajiri wa maji. Yeye yuko tayari kurejesha mali, lakini kwa mtu anadaiwa pale na hayuko willing kulipa. Win-win situation kwamba kisha kubaliana kwa sababu nalipa hizi hapa alafu rejesha, lakini pengine ambaye hana mali na ambao kwamba pale tunakufa. Najua solution ni kwani ni kulipa mwisho wa maji kama vile anakuchelewesha. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukubali kwamba hawa wana jukumu la kufanya, lakini na mdaiwa wana jukumu la kufanya. Huenda tuko hapa tunaodaiwa ndio maana tumekata, lakini kama kuna yuko hapa na ameshalipa na hadai na maji hana, hilo ndio lazima yetu inakaa sasa kwamba hawa mara moja wakarejeshe maji. Wenzetu wameleta connection fee ambacho ndio tunazungumza mjumbe aliyopita kwamba imekuwa ni gharama kubwa zaidi. Yeye hana deni kabisa, na ku disconnect maji haikuwa yeye. Sasa tuliwaomba wenzetu kwa wale ambao wanadaiwa kwa kutumia maji ambao nyuma hawakulipa, wale walipaswa walipe ili warejeshe ile huduma. Lakini kwa ambao miundombinu imeondolewa bila ridhaa yao, ni maelekezo ya serikali, tutaka wenzetu warudishe alafu waendelee kuchaji kutoka pale wanapotumia. Hilo ndilo ambalo linalozungumzwa hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti. Tutaka turudishe huduma ya maji. Maji yapo 8 kwa maeneo ambayo tayari walikuwa na maji, iwe rahisi kuextend. Mtakumbuka kwamba wakati tunafanya ile 8 kikao hiki kilitoa zaidi ya milioni 30 na tulete maji ili tuyaingize 8. Na baada ya agizo la kuyatoa yale miundombinu kuvunjwa, tulazimika miundombinu ile yote ilanuliwe ili kupisha ujenzi uliokuwa unaendelea pale 8. Hizo gharama za kuleta maji ambazo tulikuwa tumezileta kwa mwaka uliopita wakati wa 8 ndio tulizoziomba. Tunaomba milioni 45 tulete maji kutoka kule yalikokuwa yamechukuliwa ili tuyaingize 8. Halafu kila mtu sasa apate maji kirahisi 8. Hasa hiyo ndio ilikuwa gharama, na bahati nzuri kikao hiki kilikubali na kikapokea hilo ombi letu na kikasema hizo hela wameandika tayari kwa wizara ili tuweze kupatiwa. Sasa ni ukweli kwamba kama anavyosema katibu pale kiongozi kwamba inawezekana hatujatii agizo, lakini agizo leo linatakiwa tulitii ni lile baada ya kuwa tumepokea fedha ili tuweze kurudisha maji, kwa sababu fedha ya kurudishiwa maji tuliiomba. Sasa ndio maana tukasema hivi, tulichokifanya tumechukua maji kwenye taasisi zingine, tumeextend eneo lile mpaka sasa hivi ukienda 8 kuna maji. Mtu yote akienda 8 sasa atakuta kuna maji. Wale watu ambao hawadaiwi wote huduma ya maji watarejeshewa, na wengine wamesharejeshewa, na ukitaka orodha pia idadi nitawatajia kwa sababu wao hapa. Wale ambao wana madeni tumewaomba wanapokuja kuomba huduma ya maji warejeshewe huduma ya maji, lakini walipe madeni. Na of course wengine wamelipa, kama nilivyosema Mwenyekiti, kuna watu 46 ambao tumeshapokea na wamelipa madeni yao, na tumeanza kurejeshea huduma ya maji waendelee kuwa na vipando ambavyo vinaendelea. Mita ambazo zilitolewa zote zitarejeshwa bila malipo yote, kwa sababu ilikuwa ni agizo kuzitoa mita ili eneo lile lifanyiwe maendelezo mengine kama tulivyokuwa tumeelekezwa. Kwa hiyo tulichofanya, tulitoa zile mita zipo, mtu hatapewa mita kwa gharama, atarudishiwa mita yake tu ili mradi tu kama atakuwa anahitaji huduma ya maji kwenye eneo hilo. Ndio maana tumesema tukitoka hapa, mtu yote ambaye ana changamoto, hana deni, amelipa maji na pengine hajarudishiwa maji au ametishiwa, nafikiri tuko hapa kwa ajili ya kutatua hizo changamoto. Sijapokea ile malalamiko, lakini kwa kweli imetokea mbele ya kikao hiki, nilipokea na kwamba tutaifanyia kazi tukitoka hapa. Lakini kiuhalisia mtu yote anayehitaji huduma ya maji inapatikana, ipo 8 mpaka sasa. Mtakapokwenda mtaona huduma ya maji pia inapatikana 8, isipokuwa sio maeneo yaliyo wazi ambayo tulikuwa tumeomba gharama zake ambazo mpaka sasa hivi hatujapewa. Mheshimiwa, Huyu bwana wa maji, huyo bwana wa mafuta, huyo bwana wa taasisi zingine kama umeme. Sasa tunaposema ameleta connection kubwa, maana yake amevunja sheria za nchi, kwa sababu hawezi kuja na connection fee ambayo iko nje ya utaratibu. Lazima atakuwa ana connection fee ambayo iko within kwenye taratibu zilizopitishwa kwa mujibu wa sheria za EWURA. Hilo la kwanza. Kila la pili, ndugu Mwenyekiti, anasema ni subject to vikao vya bodi.
hapo tutakuwa tumekwama. Haipo bodi itakao kwenda kupitisha hiyo kitu kama tunavyotaka. Mimi nilikuwa nafikiri, ndugu mwenyekiti, kwanza hizo fees zingefahamika ili tukajua kweli hazibebeki na taasisi. Washiriki wa maonyesho wa 88 ni kweli hawawezi kubeba hiyo fee ni kubwa kiasi hicho, kwa sababu kwa kweli hii taasisi ya umma tutaifrustrate, itafilisika, tutakwama, alafu tunapita tu kwa muda kama nilivyosema. Mimi nilikuwa naomba tuna uwezo wa kulipia maji, na wote sisi hatakuwa tumepanga haya yaliyotokea, na ni maelekezo ya serikali kama maneno ya utangulizi yalivyotolewa kwamba ilikuwa maonyesho yasifanyike, lakini maelekezo magumu yamekuja na sisi ni lazima tutii maelekezo, na katika hayo maelekezo utekelezaji wake unapitia kwenye kikao hiki. Sasa kwenye kikao hiki tunapotoa maelekezo lazima afanyiwe kazi, pamoja na kwamba kuna changamoto mbalimbali, lakini bado wana nafasi ya wao kuweza kubeba hilo. La wanaodaiwa kulipa madeni lazima walipe madeni, hiyo iko sahihi. Na hao ambao wanaomba kuendeleza connection fee ni maombi, lakini pia kikao kielekeze, mheshimiwa mkuu wa mkoa kiti chako kielekeze. Anasema kwamba anapeleka kwenye bodi, watakwenda watajadili, watarudi tena hapa kwenye kikao kijacho. Imeshindikana, kikao kijacho ni mwezi wa 7, mwezi wa 8 tutafikia tuanze maonyesho. Na kama alivyosema mjumbe pale kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya Songea kwamba ni ngumu kabisa hiyo bodi kuweza kukubali, lakini kikao hiki kielekeze kwamba bodi, yani elekeze moja kwa moja kwa bodi kwamba hizo connection fee tumeomba zisiwepo ili zoezi lifanyike. Halafu hela sijui milioni 43. Hizi hela milioni 43 mimi zinanitia mashaka. Au sio? Hizi tunazifanyaje? Kwa sababu tuko serikalini hapa. Kuna ile kwa mfano ya kiingilio tumeiomba, barua imekwenda, lakini sijui kama imeshafika na inaweza isifike. Mheshimiwa Mwigulu sasa reconnection mukazungumze kama jinsi ya kufumba macho hiyo reconnection fee. Tujaribu kupata linalowezekana, na wale ambao wanatakiwa kulipa wakalipe, na kikao hiki tuwape, tujipe sisi wiki 4 zinafaa au 3, wiki 2 wiki moja, wiki moja au 2, wiki moja, wiki moja wote wamemaliza. Aya, wiki 2, sawa, wiki 2 tunataka mshale ulionyoka. Taasisi karudisheni maji, wale ambao hajalipa tuna siku ya kazi, na kesho ni siku ya kazi. Tusiondoke kurudi kwenye mikoa na wilaya zetu kabla hatujafanya maelewano, maana ndio kilichotuleta hapa Mbeya. Sawa sawa. Halafu ile milioni 43 tuangalie tunaifanyaje. Najua kulipwa itakuja kulipwa, lakini isiyo kikwazo kwa 88 hii.